Zungwe na tatizo yako. Ndio bala nianze na hili la nani Zungwe? Kwamba swala la mahusiano ya wana CCM baada ya mchakato wa kura za maoni, na kwamba mimi jina langu limeondolewa kwa sababu ya mahusiano yangu yasio mazuri na mkuu wa mkoa wa Manyara Comrade Queen Cuthbert Sendiga. Kwanza nataka niwaambie mahusiano ya wana CCM baada ya mchakato. Kwanza kuna wana CCM kabisa wengi sana ambao wamekubaliana na matokeo ya uteuzi, na leo wanazunguka pamoja na wagombea wa CCM katika ngazi zao za kata kwa udiwani, katika ngazi za wagombea ubunge, wanazunguka majimbo kuipigia CCM kampeni. Wako wengi sana. Walionuna si wengi. Wako wachache walionuna kutokana na kutokuteuliwa. Na wakati mwingine ni makosa. Wewe unanuna kwa mgombea ambaye ameteuliwa, na mamlaka ya kuteua sio yeye hakuwa mamlaka. Mamlaka, kamati ya uteuzi ya mwanzo ya majina yale matatu au ilipoongezwa ni kamati kuu. Lakini kwa maoni, kuzingatia maoni yaliyotoka kwenye ngazi za jimbo lako, ni kwa maana ya kamati ya siasa ya wilaya na kamati ya siasa ya mkoa na kamati za usalama na maadili. Lakini na kamati kuu ina vigezo vyake pia. Chama hiki ni kikubwa, kina sura ya jamii nzima. Kingetaka wakati mwingine rika fulani nalo liingie kwenye uongozi. Kwa wakati mwingine kuondolewa sio kama unaondolewa kwa kuwa umepoteza mvuto. Unaweza kuondolewa kwa sababu kuna haja pia kuingiza damu mpya ndani ya uongozi. Upo kabisa uwezekano huo. Mimi nimekuwa kwenye vikao vya kuchuja. Kwa hiyo kama ingelikuwa ni dhambi kuondoa majina ya watu wanapogombea, manake dhambi hiyo mimi nitakuwa nimeifanya sana. Kwa sababu nikiwa mbunge, nikiwa mjumbe wa NEC, mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa, kamati ya siasa ya mkoa, wilaya, taifa, kamati kuu, halmashauri kuu, ni dhahiri majina mengi yamekuja mbele yetu. Kwa hiyo ili ni swala tu la kuwa na nidhamu ya kujua kwanza wajibu wako kwa chama chako na kusimamia maadili na misingi na miiko ya chama chako. Kwa hiyo hili wako vijana kabisa waaminifu wengi sana. Wachache sana ndio walionuna, lakini hata hawa wachache tusingetaka wanune. Sisi tunataka chama hiki ambacho tunataka chama hiki twende pamoja. Sisi tunaamini kwenye kuvumiliana, kwenye umoja, kwenye R4 za mama. Kwa hiyo kwenye hili ni jambo ambalo sasa kuhusu mkuu wa mkoa. Mimi sina uhasama na Queen Cuthbert Sendiga. Nataka nikwambie hata juzi wakati nakwenda natoka Babati na kwenda Hanang', gari yangu ilikuwa ina shida kidogo, nikaacha ifanywe zibwe pancha. Aliyenipa lift tukakaa hapa na yeye ni Queen Cuthbert Sendiga. Hakuna uhasama wowote kati ya mimi na mkuu wa mkoa wa Manyara Mheshimiwa Queen Cuthbert Sendiga. Na kama kuna mahali nilikosoa kwa sababu ilikuwa ni wajibu wangu kuisimamia na kuishauri serikali. Wakati mwingine ni vizuri watu waelewe kwamba mtu anapopinga hoja fulani ulioitoa, hakupingi wewe. Mmetofautiana tu kwenye hoja, au mmetofautiana mtizamo juu ya jambo lililoko mezani mnalolijadili. Kwa hiyo nataka niseme kwanza, mimi na Queen Cuthbert Sendiga ni marafiki wazuri. Kumbuka Queen Cuthbert Sendiga ni mkuu wa mkoa na mimi nilikuwa mkuu wa mkoa. Senior kuliko yeye. Lakini ana nafasi yake ambayo na mimi ninapaswa kuheshimu. Huyu anamwakilisha rais na amiri jeshi mkuu na mkuu wa nchi. Kwa hiyo hata mimi ningekuwa leo nimevaa kompati zangu nikiangalia kwenye ofisi yake nitapiga saluti. Na hata kama sina nitabana mikono kwa sababu huyu ni mwakilishi, huyu ndio kiongozi namba 1 wa mkoa ule. Sasa nataka niseme, kwa hiyo hilo naomba lieleweke hivyo. Sasa naomba nirudi kwenye swala la Comrade Mvungi kupambania chama chako na kuvunja makundi, athari. Nataka niseme hivi, mimi nina wajibu kwa chama changu. Na sio mwaka huu tu, nimewaambieni 95 jina langu halikurudi. Nimeongoza kampeni ya Mheshimiwa Kone. Na 95 hiyo chama changu kikanipa heshima ya kuwa mmoja wa waratibu wa kanda hii chini ya uongozi wa marehemu Peter Kisumo
na kanda hii ilikuwa ni mkoa wa Kilimanjaro na mkoa wa Arusha, nikiwa kijana mdogo kabisa 95. 2000 nikaingia tena kutia nia. Aliyeteuliwa ni Lieutenant Kone, Dr. Patrick Vincent Kone. Mimi ndio nikawa mpiga debe wake. Sikuhama chama, sikununa. Na hiyo ni 95 na 2000. Hapa katikati nimeteuliwa, nimegombea. Nikawa mbunge. Mwaka huu ndio nimetia nia, sikuteuliwa. Na nikamwambia nina amani tele. Mimi ninachoangalia ni salama ya nchi yangu. Watanzania watoe kura kwa chama ambacho kitahakikisha usalama wa nchi hii na umoja na utulivu wa nchi. Na mimi naamini chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Tanzania iko salama. Utulivu wa nchi utakuwepo, amani ya nchi itakuwepo, mshikamano wa nchi utakuwepo, ustawi wa Tanzania utakuwa ni wa uhakika. Kwa hiyo hilo ndilo linalonifanya niendelee kupambana kuhakikisha kwamba na wasihi wale wanaonisikia na wataka kubaliana nami kwamba mtu sahihi wa kumchagua ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Ahadi ya vyama na utekelezaji wake. Kila chama, ndio maana nasema kila chama kitapimwa na ahadi zake, na Watanzania sio mazezeta, wanajua ahadi hii ni ya kweli, ahadi hii si ya kweli. Kwa ni jukumu la kila chama cha siasa kujipanga ili kuweza kuwin, kuweza kuungwa mkono na Watanzania. Sasa uwezo kuungwa mkono kwa hoja dhaifu, lazima ujipange vizuri na kueleza Watanzania utawafanyia nini. Sisi CCM tumejipanga vizuri. Vizuri sana. Tunayo ilani na ninyi mnajua. Sina hakika kama ninayo hapa leo au nimeacha pale wakati nimeona makabrasha yamezidi. Ilani yetu hapa. Na comrade ananiuliza, labda nirudi pale, ananiuliza juu ya mapambano dhidi ya rushwa. Sijui kwa nini rushwa na ufisadi. Mimi nataka niwaambieni. CCM, na hapa sijui kwa nini watu hawaelewi. Ahadi za mwanachama wa CCM ni kwamba rushwa ni adui wa haki, sitapokea wala kutoa rushwa. Ahadi nyingine, cheo ni dhamana. Sitatumia cheo changu wala cha mtu mwingine kwa faida yangu. Ahadi nyingine, nitashirikiana na wenzangu kujenga nchi yangu, kujenga nchi yetu. Ahadi nyingine, binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. Binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. Lakini CCM kuhusu mapambano dhidi ya ufisadi, nani asiyejua msimamo wa CCM katika masuala ya ufisadi na rushwa? Sisi wengine tumejipambanua, nataka niwaambie tumejipambanua kuendesha vita dhidi ya ufisadi na rushwa tangu tulipopata cheo chochote tulichowahi kupata. Lakini usoma vizuri ilani hii ya uchaguzi, utaona jinsi ambavyo tumejipanga vizuri katika mapambano dhidi ya rushwa. Utaangalia katika maeneo ya utawala bora, utayaona. Utaangalia hapa kuna masuala ya kuendeleza muungano wetu. Nitakuonyesha maeneo yote yanayohusu mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi. Kwa nataka niseme hivi, haiwezekani kwa chama kikubwa kama CCM kila siku kipande jukwani kizungumze kwamba tutapambana na rushwa, tutapambana na ufisadi, wakati miaka hii yote mitano mmeiona ripoti ya mtendaji mkuu wa